usiogope. Binafsi nilikuwa nimekata tamaa sana. Nikiona kuna wakati nilifika najilaumu kuzaliwa mwanamke. Kwa sababu nikitazama fursa nyingi zinamtazama mtoto wa kiume. Pale ofisini nilipo kila nafasi kitokea wanasema mwanaume, mwanaume. Mwanaume, mwanaume. Nikija kufikiria kitu nilichosoma ualimu, nikakata tamaa vibaya mno. Lakini baada ya kusikia CV ya rais wetu wa sasa, Mama Samia, nikapata nguvu. Nikaendelea kusimama kwenye hili neno kwamba hakuna kuogopa. Kwa sababu kusudi la Mungu ni lazima litimie. Kusudi lazima lifike pale ambapo linatakiwa. Hili neno limekuwa msingi wa kanisa letu JPC. Tumesimama nalo tangu mwanzo. Na liko pale mbele kwamba muda wote ulitazame. Lakini leo nataka tuongee vitu ambavyo vitakuweka katika msingi ambao ukisoma lile neno utaona majibu. Haleluya kanisa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hakuna haki bila wajibu. Na kuna wakati Mungu ameshasema usiogope. Lakini kutokana na kwamba unatembea kwenye njia ambayo sio, unafanya vitu ambavyo sivyo, umejikuta lile neno huoni kama lina nguvu. Hata mimi pia. Kuna saa nimejikuta ninaingiwa na hofu wakati lile neno lipo kwa ajili ya kila siku. Sasa nataka tuangalie vitu ambavyo ni lazima uvifahamu ili uweze kusimama katika lile neno. Ili uweze kufikiria kwamba Mungu amesema nisiogope. Nitakapoenda katika hatua hii, nitakapofanya hiki, Bwana amesema atakuwa pamoja na mimi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwanza, kitu cha kwanza, ili hili neno liwe na nguvu kwako, ni kujua kusudi la Mungu katika maisha yako. Kila mtu alipoumbwa na Mungu kulikuwa na kusudi. Kulikuwa na lengo. Mwanzo kabisa ambapo ninaomba Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26 kwa anayeandika, lakini nitaendelea kulifafanua. Mwanzo kabisa baada ya Mungu kuumba, alivyoumba ulimwengu, akaumba wanyama, akaona vyote vimependeza. Ndipo likaja lengo la kumuumba mwanadamu. Ukisoma katika huo mstari wa 26, anasema aumbe mtu mfano wake ili awe mtawala. Kusudi la mwanzo la Mungu lilikuwa mwanadamu aje kuwa mtawala. Ni kweli nimekwisha tengeneza vitu, ni kweli nimekwisha kuumba, lakini je, nitasupervise mwenyewe? Ndipo likaja kusudi la msingi kwamba niumbe mtu anayefanana na mimi. Akamfanya kuwa imara sana kwamba atatawala. Nimeumba wanyama, nimeumba vitu vikubwa mno, lakini nataka mtu wa mfano wangu akatawale. Kwa maana ya kwamba mwanadamu ni image ya Mungu, ni sura ya Mungu, anaakisi kila kitu alichonacho Mungu. Sasa baada ya dhambi kuingia katika ulimwengu, pale bustanini Edeni, pale ndipo kusudi lilianza kubadilika. Pale ndipo kila mwanadamu alipotengenezewa kusudi lake. Kusudi la kwanza lilikuwa kwa wote. Dhambi imeshaingia, tumekwisha tofautiana. Ndipo pale Mungu akaumba kila mwanadamu na kusudi lake. Ndio maana unaona kuna watawala, kuna watakaotawaliwa, kuna wale wakati, kuna walimu, kuna nini. Lengo ni kwamba kila mtu atembee katika kusudi lake. Katika kulijua kusudi kunayo mamlaka. Katika kulijua kusudi kunayo nguvu. Ukilitambua kusudi la msingi ambalo Mungu amekuumba uweze kulifuata, hutashindwa kujua mapito unayopita yana sababu gani. Ndipo utakapoingia kumuomba Mungu, utakaposimama katika ule mstari kwamba umesema nisiogope. Kusudi lako ni kwamba mimi nije kuwa nabii. Kusudi lako ni kwamba nije kuwa mwalimu mkubwa. Ndio maana napita haya, na ndio maana umeniahidi kwamba nisiogope. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kitabu kingine Luka 1:17. Luka 1:17. Katika hiki kitabu ninashindwa kuruhusu kwamba tusome kutokana na muda wetu. Ukipata nafasi unaweza kukisoma. Katika hiyo mistari inazungumziwa habari ya Yohana Mbatizaji. Kusudi la Mungu kumleta Yohana Mbatizaji ulimwenguni limezungumzwa vizuri sana. Hebu naomba mtu afungue haraka ili msije mkafikiri nimetengeneza maneno yangu. Naomba mtu afungue Luka 1:17. Twende haraka, twende haraka. Luka 1:17. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwakatilia waasi akili zao wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Amen. Kusudi la Mungu kumuumba Yohana ilikuwa afanye utangulizi. Ndio maana hata yeye akasema tengenezeni njia ya Bwana. Alitangulia ili asafishe, ili awageuze watu mioyo imtazame Baba tena upya, na Baba awatazame wanaye, kwa sababu uasi ulikuwa mwingi. Yohana akatangulia kwa ajili ya kusafisha njia. Asante Mungu kwamba na yeye alijua kusudi la kuumbwa yeye, kusudi la kuwepo yeye. Akajua moja kwa moja, mimi kazi yangu ni kuhakikisha njia inakaa vizuri. Anapokuja mwana wa Mungu akute watu wako tayari kwa ajili ya kumpokea. Kwa hiyo hata wewe kunalo kusudi la msingi, na ukishalijua lile kusudi utajua nguvu iliyopo katika lile neno. Usiogope. Ndio maana Bwana anasema usiogope, kwa sababu anajua kusudi aliloliweka ndani yako, kusudi lililofanya akakuumba wewe. Anajua utapita katika yapi na yapi, akakuwekea neno usiogope, kwa sababu alijua kunao wakati hofu itaingia. Kabla wewe hujafika katika ulimwengu, Mungu alikuwa anajua kwamba kunayo saa utapita katika hili, kunayo saa utafanya hiki na hiki, kutokana na kazi ambayo amekusudia kukuleta uifanye. Akafikiria kwamba utakutana na mengi sana, mengi yatakayokuzonga sana. Lakini ndio maana akaweka ule mstari kwamba usiogope, atakuwa pamoja na wewe, atakuwa pamoja na mimi, pamoja na yote ambayo nitayapitia atatembea na mimi. Akasema tusifadhaike, kwa kuwa muda wote na saa yote yuko pamoja nasi. Mheshimiwa Rais wetu Magufuli, ambaye sasa ni hayati, alikuwa kila akisimama anasema tumtangulize Mungu, tumtangulize Mungu. Kilikuwa ni kitu cha ajabu. Binafsi nilikuwa nakiona ni kitu cha ajabu. Mtawala kumzungumzia Mungu, yaani anazungumziwa lakini sio ile, yaani ni kama kinafiki fulani, yaani kwamba basi tu. Lakini ukirudi kwa yule rais, alikuwa ni kila saa na Mungu na Mungu. Alijua kusudi. Kabla hata Mungu hajamleta Magufuli, alikuwa anajua kuna wakati atatawala kwa miaka kadhaa na kuna muda nitamchukua. Na kabla hajamuomba Samia, alijua Watanzania nikiwapa mwanamke watamkataa, kwa sababu alijua kwa muda fulani nitamtoa Magufuli, atatumika, nitamtoa. Ndipo pale nitakapogeuza muda na majira ya wanadamu na ile mitazamo yao, nitaleta mwanamke kuwa rais wa nchi. Na bila kutegemea, bila mtu yeyote kupiga kula wala maoni, tuko na rais mwanamke, kitu ambacho kwa kula ya kawaida isingewezekana. Lakini kwa sababu lilikuwa kusudi la Mungu la msingi tangu anaumba, ndio maana alimuinua jina. Katika yote kusudi la Mungu lazima lisimame. Amina. Na ukitembea ukalijua kusudi, ukafuata kusudi, ndipo utajua kama Bwana yuko pamoja na wewe. Lakini ukitembea nje ya kusudi, anasimama kwanza kutazama, kwa sababu umefanya kwa akili yako. Anakutazama, haya, anza kupiga hatua.
Ni kweli nitakuwa na wewe, nitakuwa nakutazama, nitahakikisha uko hai. Lakini nataka utakapofika hatua ya mbele ujifunze kugeuka, kuniuliza. Sema na mtu au anapomwagiza mtumishi wake, mfano baba yetu askofu, Mungu anasema naye kitu juu yangu mimi, nijitolee mfano. Askofu atalileta kwangu kama lilivyokusudiwa lilete. Kupokea ni hiari yangu na kutokupokea ni hiari yangu. Lakini katika kupokea au kutokupokea kunayo madhara. Ndio maana yeye atafikisha ujumbe, kama ni unabii atausema, usipopokea na utapotelea hivyo hivyo. Lakini pia kuna kukushika. Nimepokea lakini nalishikilia hili neno. Nalishikilia hili neno. Mungu amekwisha kusema, nashika kwamba Mungu hili umelisema, sitaogopa. Na litaka litimie. Ninaamini litatimia. Lakini kuna kuhifadhi. Mungu amekuwa akisema nasi. Kwanza nitoe maana ya kuhifadhi. Kutunza kitu kikae mahali salama. Ili mtu mwingine asikiguse bila ridhaa yako. Wengi mambo yetu yameenda vibaya kwa kushindwa kuhifadhi midomo. Kuna mtu alisema, fikiria Mariamu mamake Yesu angekuwa ni mwanamke wa kizazi hiki ambacho mimba akipokea inakuwa kama nguo. Yaani anataka kila mtu sasa amuoneshe, yaani hapo mimba hata haijachomoza kila mtu anajua kwamba na mimba. Ina maana hatujui kuhifadhi. Pengine Yesu angeuawa akiwa ni mimba. Lakini kwa sababu yule mwanamke alijua kuhifadhi, ndio maana Yesu akawa salama. Mungu anaposema jambo, fikiria hivi. Umelala, Mungu amesema na wewe. Amekuonesha Zebedayo utakuwa rais mwaka fulani. Sasa umeshaamka nao. Unaingia ukiangalia nani wa kumwambia haraka. Mwenzako nimeona kesho utakuwa rais. Utahukumiwa. Tutasema wewe unataka kupindua serikali. Kwa sababu tutakapokutazama haufanani. Utatuambiaje utakuwa rais wakati tunaye rais? Amina. Utatuambiaje? Midomo imepelekea uharibifu mkubwa. Kushindwa kuhifadhi. Kumbe basi Mungu anaposema jambo anategemea kisha alipokea ukalishika uhifadhi. Alafu kama ni kwenda kuongea utaangalia mtu wa kumwambia ambaye atakuruhusu wewe useme, kuhifadhi. Katika hii Mwanzo 37:5-11 hapa ni habari za Yusufu, hatutasoma. Ninaomba mtu aandae Mhubiri 7:12. Aandae. Sasa nitakwenda kuifafanua hii Mwanzo 37:5-11. Yusufu alioneshwa na Mungu katika maono. Akaona ndugu zake watamsujudia baadaye. Lakini kwa kushindwa kuyahifadhi yale maneno, sijui ilikuwa kusudi la Mungu iwe hivyo, mimi sijui. Lakini kwa kushindwa kuyahifadhi yale maneno, aliwaambia ndugu zake. Hebu fikiria, hata kama ni wewe, mdogo wako wa mwisho kabisa anakuja, anasimama, anakwambia, mimi miaka 10 ijayo nitakulea wewe. Mimi nitakusomeshea watoto wako. Ni dharau. Kwa hali ya kawaida ni dharau. Kweli utajifanya usoni hujakasirika, lakini ndani kuna hiyo chuki, kuna yale maumivu. Unaweza hata ukaenda kuomba kwa Mungu kwamba Mungu, hapana, asifanikiwe kabla yangu. Unamfungia ndugu yako mwenyewe, si ndio?